Katika dunia ambayo mara nyingi huangalia mapungufu kabla ya uwezo, kuna mahali ambapo matumaini yanachanua bila mipaka. Shule ya sekondari ya elimu jumuishi St. Pamakio si tu shule, ni nyumbani kwa ndoto, juhudi na ushindi wa kila siku. Licha ya changamoto za ulemavu, wanatufundisha kuwa uwezo haupimwi kwa mwili, bali kwa roho na dhamira. St. Pamakio ni ushuhuda hai kuwa watoto hawa wanaweza zaidi ya tunavyofikiri. Kila hatua yao ni ushindi, kila tabasamu lao ni ushahidi wa nguvu ya ndani isiyo na kikomo. Na tofauti zinaunganishwa na lengo moja tu ambalo ni elimu. Mwalimu anafundisha, mkalimani anatafsiri, lakini wanafunzi wanapata haki na kushirikiana katika kujifunza. Hii ni taswira au sura ya elimu jumuishi hapa nchini Tanzania, na watoto wote wanapata fursa na haki sawa za kuweza kujifunza na kupata elimu, huku kukionyesha kwamba hakuna tofauti kati yao. Karibu tuweze kujifunza pamoja. Hili ni darasa la kidato cha pili. Baadhi yao, wengine wako darasa lingine, hawa ni baadhi tu. Wapo wanafunzi wenye mahitaji mbalimbali. Kuna wanafunzi wenye ulemavu wa ngozi, wanafunzi wenye changamoto ya kutembea wanaotumia wheelchair, kuna wanafunzi wasioona, lakini pia kuna wanafunzi wenye changamoto ya uziwi. Wote wanafundishwa kwa pamoja. Tunaita elimu jumuishi, na elimu tunayoitoa ni kwa wanafunzi wote. Karibuni sana. Two triangles are said to be similar if two pairs of corresponding angles from both of those triangles are equal, right? Yes, so today we are going to be looking at another similarity theorem. That is the side similarity theorem. So this pairs of corresponding sides from two different similar triangles are proportional. Na kama tunavyoona wanafunzi wetu wana mahitaji mbalimbali. Kwa mfano, viziwi mara nyingi wanakaa mbele kwa ajili ya kumwangalia mkalimani ili waweze kuelewa kile ambacho kinaendelea darasani. Lakini vile vile tuna wasioona wana mashine zao ambazo wanazitumia. Kwa mfano kama hii inaitwa packing machine, ambapo mwalimu akiwa anafundisha kunakuwa na karatasi zao. Kwa hiyo wanaweka kama hivi, halafu kama mwalimu anaendelea kufundisha anakuwa ana noti kile kitu ambacho mwalimu anakifundisha. Lakini pia kuna wanafunzi wenye uoni hafifu, wanatumia vifaa vyao monocular hizi. Anaweza kakaa hapa na akazoom kile ambacho kipo mbele mwalimu amekiandika. Vile vile kuna kuwa na notisi zao
Hizi ni notes ambazo zimeandikwa kwenye kwa nukta nundu, ambapo anakuwa anagusa, kuna utaalamu wake wa kuelewa hivi. Kwa hiyo wao wenyewe wanaelewa. Kwa hiyo tunakuwa tumeshawaandalia kabisa notes zao. Property of the government identifies among pre-colonial Africans were shaped migration, ethnic wars, forms of interaction. After reading this chapter, you will be able to explain the meaning of the term interaction. Wanafunzi ambao wanatumia vitimwendo, kwa mfano tuna Joan hapa na yeye anakuwepo darasani na anakaa mbele kabisa, ili kama kuna uhitaji wowote anataka kutoka, inakuwa ni virahisi kumtoa nje. Kwa hiyo na yeye anapata elimu pia. Kunakuwa na wenzake ambao wanakuwa wanamsaidia kwenye kuandika na kufanya vitu ambavyo yeye anavihitaji. Kwa jina langu naitwa Festo Clavel Kabalo, ni mwalimu na mkalimani wa lugha ya alama. Jukumu langu ni mwalimu lakini pia ni mkalimani wa lugha ya alama kwa wanafunzi viziwi kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4. Kwa hiyo tunakuwa nao darasani, mwalimu akiwa anaingia darasani, kwa hiyo nakuwa naye ili kurahisisha mawasiliano ya darasani na kuhaulisha kile kitu ambacho mwalimu anakifundisha darasani. Kwa hiyo unawafikishia kwa kupitia lugha ya alama. Naamini kwamba pia mnajifunza tabia za watoto wenye ulemavu wa kusikia. Unaweza ukatuambia wana tabia gani ambazo ni tofauti na watoto wengine? Ukiwa nao hawapendi uongea alafu hujatumia lugha yao. Wanahisi kama vile umewatenga, hawafai. Kwa hiyo wanapatwa na ile hasira sana. Sababu mfano kama sisi tunaweza tukateta hapa, kama hivi tunavyoongea, yeye angekuepo pale pembeni, kidogo ingekuwa ni changamoto kwake, anajisi vibaya, anahisi kama vile tumemtenga au tunamsema. Kwa hiyo changamoto ya kwanza ni hiyo ya kimawasiliano. Ningependa kufahamu kwanza, ajitambulishe, anaitwa nani, anasoma kidato cha ngapi? Habari za mchana. Jina langu Antasonia Paul. Mimi na umri wa miaka 17. Nipo katika darasa la kidato cha 3 katika shule ya St. Pamachius na ninatokea Arusha. Ningependa kufahamu anajisikiaje kusoma katika shule hii ambayo inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wote? Mimi naona ni vizuri, mazingira ni mazuri ya kusomea hapa, najisikia vizuri. Pia ninaona viziwi pamoja na watu wengine wenye ulemavu wa ngozi na wenye ulemavu wa viungo na wenye ulemavu wa aina mbalimbali pamoja na usikia, tunajumuika pamoja katika kukaa pamoja, kujifunza pamoja darasani na kujisomea kwa pamoja. Changamoto mfano kama mwalimu akiingia darasani bila mkalimani, manake hawezi akaelewa. Changamoto hiyo ni moja tu, lakini kama nakuwa na mkalimani, manake anaelewa vizuri kwa kupitia lugha ya alama. Anamwangalia mkalimani wake na anaelewa vizuri. Sawa, ndoto zako ni zipi baada ya kumaliza shule? Mimi nafikiria kuwa mtaalamu wa kompyuta pamoja na sekretari. Asante. Nasemaje asante? Kwa majina naitwa Maxon Frank, nasoma kidato cha 5, nimetokea Dodoma. Najisikia vizuri maana kwanza anafundisha vizuri, wako na mazingira ambayo na support kuliko hata kwenye kutoka. Na pia na wanafunzi ambao wako friendly na wanafunzi wengine ambao tuna mahitaji mbalimbali. Naweza kukutana na wanafunzi mbalimbali ambao ni mara kwanza kuishi nao pamoja, kama wasioona na wasiosikia. Kwa hiyo pia niweza kujifunza vitu mbalimbali kutoka kwao. Najisikia vizuri kwa sababu
everything is available na hakuna ambacho labda kitanifanya nishindwe kufikia yale malengo yangu ambayo nimejiwekea, kwa sababu mazingira ni rafiki kwa watu wote, kwa ambao wana mahitaji na ambao hawana mahitaji. Hivyo inapelekea kusaidia hata kwenye masomo, inasaidia tusipate changamoto zozote. Kitu ambacho mimi naishauri jamii mpaka sasa ni kwamba jamii ifunguke na iwe wazi, kwa sababu wapo wazazi ambao mpaka sasa hivi hawajaelimika. Wanaona wakipata watoto ambao wana ulemavu ni kama laana au yani ni bahati mbaya kwenye jamii yao, hivyo inapelekea wao kufichwa na kutopelekwa shuleni. Lakini hilo ni jambo ambalo si la kweli, kwa sababu hata pia yeye ambaye ana matatizo akiwezeshwa anaweza, kwa sababu ambacho kimekasoro kwenye mwili wake ni kwamba tu ana mahitaji maalum, lakini akili ipo sawa na kila kitu kinafanya kazi sawa sawa. Kwa majina naitwa Alex Michael Masome. Natokea mkoa wa Arusha, ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza St. Pamachius. Nimekutana na wanafunzi ambao wana ushirikiano na pia kusaidiana katika mambo mbalimbali. Hata kwa mimi na changamoto yangu pia wamekuwa kiniinua katika mambo mbalimbali tunayofanya hapa shule. Sawa, tunafahamu kwamba kila mtu anakuwa na marafiki na hapa tuna wanafunzi wako wengi. Unawezaje kuwatambua marafiki zako kwamba huyu ni fulani na huyu ni fulani? Kwa changamoto yangu nimekuwa nikiwatambua marafiki zangu kwa kupitia harufu na pia sauti. Ukiwa anaongea na kuwa natambua ni mtu fulani na huyu ni mtu fulani. Hapo kwenye harufu inakuwaje? Unajuaje kwamba ni fulani? Ni kwa sababu watu wanatumia mafuta ya tofauti, wanakuja na mafuta yenye manukato, na wengine pia wanakuwa wanavaa mavazi ambayo yana harufu tofauti, kwa wanakuwa wanaweza kutofautisha watu kupitia njia hiyo. Sawa, ukisha maliza shule unatarajia kuwa nani? Nikimaliza shule natarajia kuwa daktari. Nataka ujue nichome sindano. Hapana, kuna madaktari tofauti, kuna madaktari wa ushauri. Kwa majina naitwa Mineli Yohana Msaji. Nitakapomaliza shule nahitaji kuwa mwanasheria. Sawa, tukiangazia mazingira hapa shule, unajisikiaje kusoma kwenye shule hii ambayo inatoa elimu jumuishi? Najisikia vizuri kwa sababu ina ushirikiano na tunasaidiana vizuri katika masomo. Kwa majina naitwa Samson Mateso William, mwanafunzi wa kidato cha 5 katika shule ya Mtakatifu Makio. Wito wangu kwa serikali, naomba pia ione itambue uwepo wa watu wenye mahitaji maalum na itambue fursa zao, kwani watu wengi ambao wenye mahitaji maalum wana vipaji na fursa tofauti ambazo zinawasaidia kuinua au kufanikiwa katika ndoto zao. Kwa majina naitwa Jacqueline Lucas Shayo, ni mwanafunzi wa kidato cha 4, nimetokea hapa Kilimanjaro. Kwa upande wangu mimi kama mwanafunzi wa kawaida, kusoma kwenye shule ya wanafunzi jumuishi tuseme ni fursa. Kwanza kuna vitu ambavyo mimi mwenyewe nilikuwa sivijui kuhusu watu ambao nasoma nao, na nilipofika hapa ikawa ni fursa kwangu kujifunza namna ya kuishi nao. Kila mtu ana uwezo, na pia watu ambao wana mahitaji maalum wana uwezo zaidi pengine kuliko sisi. Kwa hiyo tuwape nafasi yao kuinuka, kuonesha kile ambacho walichokuwa nacho ambacho wanaweza kufanya kaleta maendeleo kwetu sisi. Tuwape nafasi. Kwa hiyo nilikuwa naomba jamii ifunguke. Kwa majina naitwa Harrison Herman Gurukizi, mwanafunzi wa kidato cha 4, natokea mkoa wa Moshi hapa. Ni mwanafunzi wa kawaida kama wanafunzi wengine. Kuja katika shule hii kumenipa mtazamo chanya kwa jinsi ya kuishi mimi na wanafunzi wengine wenye mahitaji maalum. Imenifundisha vitu mbalimbali, kama sasa hivi natambua lugha ya alama. Naweza pia nikasoma makadirio wanayotumia wasioona, na ni jambo zuri kwa upande wangu, inanipa tu experience mpya na kuweza kunifanya nikuwe zaidi kitaaluma na kimaendeleo zaidi. Majina naitwa Gilbert Fidelis Mushi, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 na ni kaka mkuu au rais katika serikali ya wanafunzi hapa shuleni kwetu. Shule yetu ni nzuri, ina support wanafunzi wa aina zote wenye changamoto mbalimbali, kwa sababu pia hata wanafunzi ambao wanafika hapa ile kidato cha kwanza, ile elimu ya inclusive ya ushirikiano inatolewa. Kuna kuta mtu anatembea na ile hali ya kuwasaidia wanafunzi wenzake ambao wana changamoto. Kwa hiyo inakuwa sio kazi kubwa sana, kwa sababu
ni moja kati ya malezi na maadili ambayo tunapata tukishafika hapo mwaka wa kwanza kabisa. Kwa majina ninaitwa Mwalimu Priska Alfred Kundi. Ni mwalimu wa hapa St. Pamachius Inclusive Secondary School. Ninafundisha masomo ya Kiswahili na Kiingereza. Na ni mwalimu pia wa malezi. Kama mnavyojua, katika swala la malezi, watoto wanalelewa na watu tofauti, wanalelewa katika mazingira tofauti, kwa lazima utakutana na changamoto haswa za kitabia. Kama mnavyoona, kulingana na sasa kuna masuala ya sayansi na teknolojia, kwa watoto wengi wanajifunza kule bila hata wazazi wao kujua. Kwa wanapokuja huku, sisi kwa kuwa tunakaa nao muda mrefu, tunaelewa zaidi kuliko kule. Kwa hiyo tutakapoelewa, tunatumia tu ofisi ya malezi na ushauri kuzungumza nao na kuwashauri katika hatua fulani. Ikishindikana pale, tuna utaratibu wa kuita washauri kutoka nje, wale ambao tayari wamesomea na wanauelewa zaidi ya sisi walimu, kwa sababu sisi walimu tunawashauri kulingana na mazingira na namna tunavyowaona darasani na tunavyoishi nao nje ya darasa pia. Kwa mimi ninashauri, ama wito wangu mkubwa ni kwamba serikali iongeze shule zaidi. Isitegemee tu moja ya kanisa, ambao kanisa limesaidia sana hao wanafunzi kuweza kujitokeza na ni wengi na kuweza kupata elimu na wakufikia malengo yao ambao walikuwa wanayatarajia. Naitwa Otmari Alto Kayombo, ni mwalimu wa masomo ya history na geography, lakini pia ni mwalimu wa nidhamu na malezi kwa wanafunzi wa shule yetu. Utoaji wa adhabu upo kadri ya miongozo, taratibu na kanuni za shule, kwa sababu kama unafahamu kwamba taasisi yote na miongozo na taratibu zake ambazo zinaongoza taasisi. Hivyo wanafunzi wanafuata sheria, kanuni na miongozo ya shule kadri ya maelekezo ya uongozi wa shule. Kwa ujumla hali ya nidhamu ni hivyo, lakini wanafunzi wetu kama unafahamu ni shule mchanganyiko inayohusisha wanafunzi wa makundi mbalimbali. Hali ya nidhamu ni nzuri kwa upande wao, wanafuata sheria za shule. Baadhi tu kuna changamoto za hapa na pale, lakini kwa kiwango kikubwa wanafuata sheria za shule. Kwenye swala zima la usafi kwa wanafunzi tunaizingatia, kwa maana kwamba ratiba ya shule inazingatia usafi kwa wanafunzi. Kila siku ya Jumatano na Jumamosi ni siku maalum za usafi kwa wanafunzi. Lakini pia tumekuwa na tabia au desturi ya kufanya ukaguzi wa usafi wa siku za paredi Jumatatu, Jumatano na Ijumaa, kubaini wanafunzi ambao wana upungufu wa uvaaji wa sare za shule, lakini kwa kiwango kikubwa wanafunzi ni wasafi kutokana na mazingira ya shule. Asante. Kwa ujumla shule kama shule ina utaratibu ambao tumejiwekea. Tumekuwa na semina za kila mwisho wa wiki na mwisho wa mwezi kwa ajili ya kuelimisha watoto wetu kwa ajili ya kuzingatia masuala zima ya nidhamu na usafi, hasa kuzingatia shule yetu sisi ni shule jumuishi na wanafunzi ambao wana mahitaji maalum na wasio kuwa na mahitaji maalum. Hivyo tumetengeneza mazingira ya kuwezesha watoto ambao wana changamoto wenye mahitaji maalum uweze kushirikiana na wanafunzi wenzao kwa ajili ya kuwasaidia kwenye swala zima la usafi, lakini pia kufuata sheria za shule. Kwa ujumla hali ya nidhamu ni nzuri kwa wanafunzi wote wenye mahitaji maalum na wasio kuwa na mahitaji maalum.